Mimi nimeangalia hotuba ya waziri wa fedha, sijaona mkazo wa hilo jambo, lakini sijaona hiyo compliance rate aliyoiweka waziri wa fedha kuonyesha hilo. Nimekuwa msomaji pia mzuri wa taarifa zinazotolewa na gavana wa benki kuu, na kwenyewe sijaona mkazo huo ukiwekwa katika swala la kuhakikisha kwamba fedha za mauzo zinapouzwa zinaingia kwenye benki zetu za hapa ndani. Je, mabenki yetu, hoteli zetu za kitalii tulizo nazo ambazo zingine wamekuwa wakilipa fedha kule kule. Mtalii anakuja hapa kuja kutalii tu, lakini ameshalipa fedha kule kule. Je, na zenyewe zina comply, zinazingatia utekelezaji wa sheria unavyotaka kwamba ni lazima watumie akaunti walizozifungua hapa nchini katika benki zetu za ndani. Sasa hili jambo hili ni la muhimu sana, uzingatiaji na usimamizi tulioufikia kwa mabenki kutoa dhamana za malipo ya awali kwa maana ya advance payments na dhamana ya utekelezaji wa mikataba, yani performance bond, kwamba huo uzingatiaji huo tuliofikia tunapashwa pia kuzingatia katika haya maeneo mengine haya niliyoyataja, ikiwemo kuhakikisha kwamba haya makampuni fedha zao za mauzo zinawekwa kwenye akaunti zetu za ndani. Sasa makampuni mengi ya kigeni tulio nayo hapa ni makampuni ya madini, kampuni za mafuta na gesi, lakini mawasiliano ya simu na internet, makampuni ya uwindaji na hoteli za kimataifa na kadhalika. Kwa hiyo hawa wanapashwa, ni lazima tuletewe taarifa, waziri wa fedha atueleze, kwa sababu jambo hili limekuwa halitekelezwi kikamilifu. Kwa hiyo waziri wa fedha analo jukumu la kuliambia bunge uzingatiaji wa sheria hiyo ukoje, ili tuweze kuona, lakini pia na kuchukua hatua kwa wale ambao wanakiuka sheria. Kwa makampuni ya nje yanayochukua ambayo hayazingatii sheria, yanatakiwa kuhakikisha kwamba yanazingatia sheria, na wasipofanya hivyo basi tuone hatua gani zinazochukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria zetu hapa nchini. Jambo la tatu ninalotaka kulizungumza ilikuwa ni swala la tume ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, na wote mnakumbuka, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 4 Oktoba 2024 akiwa Ikulu Dar es Salaam alitangaza kuunda tume ya rais ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini na kuipa tume hiyo miezi 6. Lakini hadi sasa huu ni mwezi wa 8 sasa. Tuko mwezi wa 8 mpaka sasa hivi tume hiyo haijaandaa na kuwasilisha ripoti kwa Mheshimiwa Rais, ili naye Mheshimiwa Rais aweze kuwasilisha ripoti hiyo kwa umma. Na bahati nzuri kama mnavyofahamu kwamba maoni na mapendekezo haya yalisubiriwa kwa hamu sana na Watanzania, kwa sababu yangesaidia hata katika huu mchakato wa bajeti. Kwa sababu kama lengo na mazumuni ya kuundwa kwa tume hiyo ilikuwa ni kuliwezesha taifa letu liweze kuwa na mapato ya kutosha na liweze kujitegemea na kupambana na changamoto nyingi ambazo zinazozipotezea mapato. Sasa kama taarifa hiyo na Mheshimiwa Rais aliagiza na ilipashwa walau mwezi wa 3, mwezi wa 4 hiyo imeshawasilishwa, ili sisi wabunge tungeweza kukapture maoni na mapendekezo yaliyokuwa yamewekwa na tume, ili kuisimamia serikali katika uandaaji wa bajeti inayoandaliwa ya mwaka 2025-2026. Na mahala ambapo inapotulazimu kubadilisha sheria, basi tufanye hivyo mapema, ili taifa letu liweze kujitegemea, kwamba tuweze kujitegemea kimapato, kwa maana kwamba tuongeze wigo wa mapato, lakini pia tudhibiti zile njia zote ambazo zinazotupotezea mapato, na kuhakikisha kwamba tunaweza kudhibiti mambo mengi yaliyokuwa yakifanyika, maybe ya upendeleo, lakini wizi, rushwa na ufisadi, pamoja na ubadhirifu wa fedha za umma. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Mheshimiwa Rais aliamini na Watanzania waliamini kwamba tume hiyo, maoni yale yatakayotolewa na ile tume yatakuwa ni mwarobaini wa matatizo, mwarobaini wa upotevu wa mapato ya serikali, yani kama center of gravity ambayo tulikuwa wote tunaitegemea. Sasa kitendo cha mpaka leo hii tume hiyo imeshindwa kutoa ripoti leo miezi 8, na hakuna maelezo kwa nini leo miezi 8 tume haijatoa ripoti. Mwezi wa kwanza umepita, wa pili umepita, sasa tunaenda kwenye bajeti kuu. Serikali imeshindwa kutoa tume hiyo imeshindwa kutoa mapendekezo yake. Ni nani aliyekwamisha tume hiyo ishindwe kutoa mapendekezo yake, na kwa nini tume hiyo imeshindwa kutoa mapendekezo yake? Na kitendo cha kufanya hivyo ni hujuma. Hiyo ni hujuma kwa Mheshimiwa Rais,
Lakini ni hujuma kwa Watanzania wote ambao kwa kweli walitegemea sana maoni ya ile tume kuja kulisaidia taifa hili. Jambo la 4 ambalo nililotaka pia kulizungumzia, na kabla sijatoka pale kwenye hili tume ya maboresho ya kodi, ni waziri wa fedha ni lazima atoke awaeleze Watanzania. Tuna waziri ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, tuna waziri wa fedha. Hawa mawaziri wote wawili wanatakiwa kuliambia bunge na Watanzania haraka sana iwezekanavyo nini kilichosababisha tume ya mipango kushindwa, tume ya maboresho ya kodi kushindwa kutoa taarifa yake mpaka sasa hivi. Na Mheshimiwa Rais aliwapa vizuri kwamba taarifa ya awali itolewe ndani ya miezi 6. Sasa mpaka leo hii imeshindikana hata hiyo taarifa ya awali. Licha ya Watanzania wote kutoa maoni yao, kila walipoombwa kutoa maoni yao, walijitokeza wakatoa maoni. Nini kilichowafanya washindwe kutoa ripoti? Na wao hata sasa hivi walishafunga kupokea maoni. Ukiangalia kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, ukiangalia kwenye nani yao ya kupokelea maoni, walishasema wameshafunga kupokea maoni. Leo miezi mingi sana toka wafunge kupokea maoni. Nini kilichowafanya washindwe kutoa taarifa hii muhimu kwa ajili ya ujenzi wa taifa hili? Na nini kilichowafanya washindwe kutoa taarifa hii muhimu kwa ajili ya kusaidia taifa hili? Jambo lingine muhimu sana ilikuwa ni jambo la deni la serikali. Taarifa ya CAG na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti zinaonyesha kwamba deni la serikali limekuwa kwa kasi sana katika huu muda mfupi wa miaka 4. Na waziri alipashwa kueleza ongezeko la kasi hii ya ukuaji wa deni la taifa ni nini, na kwamba ili kuondoa utata wa kila mwaka, kwa sababu kila mwaka tumekuwa tukiomba, najua deni la taifa linakuwa. Mkaguzi mkuu wa serikali kila wakati analalamika na anaonyesha kwamba deni la taifa linakuwa sana kwa kasi, na anatupa tahadhari sisi wasimamizi wa serikali kwamba angalieni kwa tahadhari kubwa ukuaji wa deni la taifa. Kamati ya bunge ya bajeti, kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na yenyewe imekuwa ikizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa, na wabunge wengine wamekuwa wakizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa, lakini hata wananchi kwa ujumla na wenyewe wamekuwa wakizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa. Sasa lakini pamoja na ukuaji wa deni la taifa, tunachosema kwamba deni la taifa linaweza likakua, kukawepo na sababu za msingi za kukua deni la taifa. Lakini sisi kama wabunge, na mimi mwenyewe Mpina, mara kwa mara nimekuwa nikiomba waziri wa fedha kuondoa utata huu. Kwa sababu kila wakati tukiuliza deni la taifa linakuwa kwa sababu gani? Haya, sawa, tumejenga SGR, wote tunafurahi. SGR sasa hivi ya kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam inafanya kazi na Watanzania wanafurahi kabisa, na sisi tunapongeza sana hatua hiyo iliyofikiwa na serikali. Tunazungumzia bwawa la Mwalimu Nyerere tulilolisubiri kwa hamu kubwa, na tulisimamia kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana na bwawa linajengwa. Tunashuhudia miradi mikubwa kama ya daraja la Busisi kule kujengwa na kukamilika, yote hayo. Lakini pia tunaangalia mradi mingine mikubwa kama ya REA inavyoendelea kutekelezwa nchini, miradi ya maji na kadhalika inayoendelea kutekelezwa nchini. Hatuna matatizo, lakini tunataka fedha la deni la taifa linavyokuwa linatupa mashaka makubwa. Tunataka tuone jedwali linaloonyesha kama ni bwawa la Mwalimu Nyerere zilienda shilingi ngapi za mikopo, kama ni SGR zilienda shilingi ngapi, kama ni Busisi tulipeleka shilingi ngapi, vis-a-vis hela tulizopokea, hela za mikopo tulizopokea ndani ya hii miaka 4 vis-a-vis miradi iliyotekelezwa. Tunataka tuone kuna shida gani kuleta lile jedwali. Waziri wa fedha kila wakati tunamuomba kufanya hivyo, hataki kufanya hivyo. Nini sababu inayopelekea waziri wa fedha ashindwe kutoka kwenye bunge ambalo ndio mamlaka iliyowekwa na wananchi kwa ajili ya kupokea taarifa kwa niaba yao, akatueleza haya mambo yote haya? Na ndio maana hakuna mtu ambaye leo anaweza akadinai utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati iliyotekelezwa. Lakini sisi tuna mashaka juu ya deni hilo la taifa lilivyokaa mpaka sasa. Lakini mashaka hayo pia yanaletwa pia hata na waziri mwenyewe anavyoombwa taarifa kila wakati anashindwa kuweka taarifa wazi. Kwani kuna shida gani? Siweka jedwali tu, tulipokea fedha kadhaa zimeenda kwenye miradi kadhaa na kesi inaisha siku hiyo.
Deni la serikali katika kipindi cha miaka minne limeongezeka kutoka trilioni 64.5 mwaka wa 2021-2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023-2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36. Na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa 5% mwaka 2018-2019. Yani deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka ilikuwa linaongezeka kwa 5% tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa 18%. Yani kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa 18%. Kile ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa. Na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi. Yani kule sio kwamba tunakopa kwa ajili ya kutekeleza miradi tena. Yani hiyo ni ishara ya kwamba tunakopa kupita kiasi. Ukishakopa kupita kiasi tu tayari unakuwa umetengeneza tatizo jingine. Na ni kwamba naweza kusema kwamba badala ya waziri wa fedha kuconcentrate muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye ana concentrate muda mwingi kutafuta mikopo kutafuta mikopo nje ya nchi. Sasa kama wizara itakuwa ina concentrate na kuhangaika na kutafuta mikopo, wakati kumbe ilikuwa na uwezo tu wa kusimamia mifumo ya kodi hapa nchini, ya kusimamia walipa kodi hapa nchini, ikakusanya mapato hayo ambayo inahangaika kutafuta leo na kuwaingiza Watanzania kwenye deni kubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Sasa kwa mfano naweza kutolea hapa, zipo changamoto nyingi ambazo zinasababisha sisi tusikusanya mapato, na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua kuunda tume ya maboresho tume ya rais ya maboresho ya kodi. Kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo hizi tukizitatua hizi kwa mwaka mmoja tunaweza kukusanya mapato mara 2 au mara 3 ya hizi mikopo ambayo tunaenda kukopa sasa hivi nje ya nchi. Kwa mfano, kodi zinazobishaniwa katika mapingamizi ya kodi, yani katika mamlaka za rufani, TRAP na KET, kwa muda mrefu imefikia mpaka trilioni 10.5. Sasa kama TRA inakusanya mapato, kwa sababu trilioni 10.5 ni zaidi ya 30% ya mapato, ni zaidi ya 30% ya mapato yanayokusanywa na TRA. Sasa kama unaweza kwa mwaka mmoja ukawa na mapingamizi yenye thamani ya trilioni 10.5, kwa hiyo maana yake ni kwamba una maeneo mengi sana ya kodi ambayo huyakusanyi. Lakini la pili, una mifumo ya tehama isiyo na usalama na ambayo inaruhusu mtu kubadilisha takwimu na mapato inaruhusu kubadilisha takwimu. Lakini hata hivyo inaruhusu hata mtu anaweza kadirect fedha hizo zikaingia kwenye akaunti yake. Yani fedha za umma umezikusanya vizuri, ukatoa na risiti vizuri, lakini zile fedha zinaingia kwenye mifuko ya watu, kwenye akaunti za watu. Sasa una mifumo ya tehama yenye isiyo na usalama kwa kiwango hicho. Nini unatarajia? Huwezi kukusanya mapato kama una mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato ambayo mtu yoyote anaweza, kwanza haina usalama. Maanake baadhi ya mifumo ya tehama ambayo haina usalama, maanake vamizi yoyote yule wa mitandao anaweza kaingia kwenye mfumo huo, akafanya uvamizi wake, akadirect zile fedha zinazokusanywa siingie kwenye akaunti yake. Na anaweza kufanya hivyo. Na ipo mifumo ya tehama inayofanya hivyo mpaka sasa hivi. Na taarifa za mkaguzi za mwaka 2023-24 na mwaka 2022-2023 zote zinathibitisha kwamba kuna mifumo mingi ya tehama ambayo watu wanatemba nayo na wanaiba mapato ya serikali. Sasa waziri wa fedha badala ya kutibu hili, wewe unakimbilia kwenda kukopa. Kwa nini mifumo mingine iko imara tu? Mifumo kama ya Vodacom. Wewe leo hii nani anayekopa Vodacom hapa ikakosea mifumo hiyo kumchaji? Wewe unakopesha hapa kwenye Songesha hapa, ukiingia kwenye Songesha hapa wanakukamata hapa na mikopo na hata nani zingine makampuni mengine ya simu yanavyofanya kama Yasi labda kwa maana ya Tigo, kama ilivyo Airtel katika Kwa nini hata kwenye mifumo ile ya ukopaji tu na utumaji wa fedha hakuna mchezo? Hata kama hela imepotea unaweza ukairejesha, unaweza kufanya. Kwa nini mifumo ya serikali tu ambayo inayoleta matatizo? Maana yake ni ya kwamba ni baadhi ya watendaji wa serikali wasio waaminifu na baadhi ya mawaziri na makatibu wakuu wasio waaminifu kushiriki hizo njama za kuiba mapato ya serikali. Na ndio maana hatuwezi kuwa na mifumo imara, kwa sababu hao wanaoitengeneza mifumo, hao wanaoitengenezea njama ya mifumo hiyo kuja kuihujumu. Lakini waziri unashindwa kusimamia hilo, katibu mkuu unashindwa kulisimamia hilo, na kila siku mguu na njia kwenda kutafuta mikopo. Lakini kuwepo kwa malimbikizo makubwa ya kodi na yasiyo ya kodi takriban trilioni 8.84 bila sababu za msingi.
Lakini jambo lingine ni ripoti ya CAG na ripoti ya FIU kutofanyiwa kazi kikamilifu na kwa wakati. Sasa kama taarifa ya CAG imetolewa, imeonyesha mianya ya upotevu wa mapato. Kwa mfano kama jana tulitegemea waziri wa fedha aeleze namna ambavyo CAG ameripoti, namna ambavyo wabunge wamekuwa wakishauri katika mianya ya upotevu wa mapato. Yeye amekuja na nini? Angelieleza zile mechanisms alizokuja nazo, zile strategy alizokuja nazo, zile vision alizokuja nazo, angezieleza jana kwenye bunge kwamba baada ya taarifa ya CAG ya mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu inayoonyesha upotevu wa mapato, upotevu wa mapato 1, 2, 3 tumefanya improvement hivi na hivi, lakini matokeo yake hamna kilichoendelea. Deni letu limeendelea kukua. Lakini chini ya kifungu cha 3 na cha 6 na cha 13 cha sheria ya mikopo ya dhamana ya misaada ya mikopo sura ya 132, waziri wa fedha amepewa mamlaka ya kipekee ya kukopa kwa niaba ya serikali mikopo ya nje na ndani, na kutoa dhamana kwa niaba ya serikali. Yaani hapa hicho kifungu chini ya kifungu cha 3, cha 6 na cha 13 cha sheria ya mikopo dhamana na misaada sura ya 134 inampa mamlaka waziri wa fedha ya kipekee ya kukopa kwa niaba ya serikali mikopo ya nje na mikopo ya ndani, na kuweka dhamana anayoona yeye inafaa kwa niaba ya serikali. Mimi ninachoweza kusema kwamba haya mamlaka ni makubwa sana kupewa mtu mmoja, na anaweza kuyatumia vibaya na kuliingiza taifa kwenye matatizo makubwa. Nadhani ni muda mwafaka wa kupitia hiki kifungu upya cha sheria na kuweza kuzifanyia marekebisho ili taifa lisije likaingizwa kwenye mgogoro mkubwa. Unaweza ukabahatisha ukawa na waziri wa fedha mzuri akafanya vizuri, lakini unapobahatisha ukapata waziri wa fedha mbovu, taifa linaingia kwenye mgogoro mkubwa. Kumpa dhamana, kwa mfano kama sasa hivi bajeti ya serikali almost 35% tunategemea kutoka nje ya nchi. Sasa kama bajeti ya serikali nzima unategemea katika trilioni 30, katika trilioni 50, trilioni 35% unaitegemea kutoka nje ya nchi. Alafu mamlaka ya kuipata na ya kuweka dhamana yanakuwa centered kwa mtu mmoja. Jambo hili likifanyika kwa namna hiyo linaleta matatizo makubwa kwa nchi. Lakini jambo lingine ambalo linalonipa shida sana, mkanganyiko mkubwa wa kifikira, ni kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya miaka 3 mfululizo ambayo inaonyesha kwamba kuna mikopo mingi iliyochukuliwa na waziri wa fedha bila kuidhinishwa na bunge. Yaani mikopo imepitishwa ambayo haijaidhinishwa na bunge. Sisi waziri wa fedha kikawaida kila budget anatuambia kwamba bunge hili mwaka huu ukomo wetu wa kukopa ni huu, na fedha zitakazokopwa nje ya nchi ni hizi. Lakini kwa muda wa miaka 3 hii waziri wa fedha amekopa fedha ambazo hazijaidhinishwa na bunge. Bunge halikuambiwa na mikopo ikakopwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba moja, fedha alizokopa hakuomba ridhaa ya bunge na hazikuidhinishwa na bunge. Lakini la pili, matumizi ya fedha hizo hayakuidhinishwa pia na bunge. Na kwa ujumla ni trilioni 3.784. Trilioni 3.734. Sasa waziri wa fedha anawezaje kwenda kukopa fedha nje ya nchi na anazileta hapa nchini, anazipangia matumizi yeye? Na anazipangia matumizi yeye, jambo ambalo ukweli ni kwamba haliruhusiwi. Na taarifa hizo mwaka 2024, 2023 na mwaka 2024 inaonyesha kwamba fedha ambazo zilikopa zaidi ya fedha zilizoidhinishwa na bunge ni nyingi zaidi. Ni takriban kama trilioni 4 ambazo zilikopwa nje zilikopwa nje ya kibali cha bunge na hakuomba ridhaa ya bunge katika kuzikopa fedha hizo. Kwa hiyo ukiangalia mwaka 2020, mwaka 2021 alikopa bilioni 254 bila kibali cha bunge, zaidi ya kiwango alichoruhusiwa. Mwaka 2021, mwaka 2022 alikopa zaidi ya trilioni 1.285, zaidi ya kibali ambacho aliruhusiwa na bunge. Mwaka 2022, mwaka 2023 alikopa zaidi ya trilioni 2.245. Na mwaka 2023, mwaka 2024 alikopa zaidi ya trilioni, inaonekana zaidi ya trilioni 4, takriban trilioni 4 alikopa bila kibali cha bunge. Sasa mambo haya waziri wa fedha anawezaje kuyafanya nje ya sheria, nje ya utaratibu? Hizo powers anazipata wapi waziri wa fedha? Yaani katika miaka 4 ukope takriban trilioni 8 bila kibali cha bunge.
takriban trilioni 8 bila kibali cha bunge. Yani najiuliza hizo, yani kujiamini huko Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anakutoa wapi? Yani kabisa unaweza ukaingia kwenda kukopa fedha zaidi ya trilioni 8 bila kibali cha bunge. Yani usiulize bunge, na unazileta hizo fedha ndani ya nchi, unazipangia matumizi wewe basi. Na bahati mbaya mwaka wa 2020 mwaka 2021 alipokopa fedha za COVID zilizoongezeka zaidi ya mikopo tuliyokuwa tumemuidhinishia trilioni 1.3, alileta ndani ya bunge akapata kibali. Ndani ya bunge akapata kibali, na matumizi ya zile fedha tulikubaliana wapi ziende zikatumike. Lakini pia juzi hapa mwaka huu wa 2025 mwaka huu wa 2024 mwaka 2024 nadhani ilikuwa bunge la mwezi wa 11 kama sikosei, la mwaka 2024 alileta pendekezo pia hapa la kuongeza bajeti. Bunge likamuidhinishia maombi aliyoyaomba pamoja na matumizi ya fedha alizoziombea kupanua mkopo kuliko fedha ambazo zilizokuwa zimeidhinishwa kwenye bajeti. Lakini miaka hiyo mitatu, kwa nini katika kipindi cha miaka yote hiyo mitatu waziri alidiriki kuomba kibali ndani ya bunge? Kwa nini katika miaka hiyo minne waziri hakuomba kibali cha bunge? Waziri aliamua kuongeza mikopo yeye mwenyewe, aliamua kupanga matumizi yeye mwenyewe. Sasa jambo hili alilolifanya waziri wa fedha, lakini nyongeza juu ya hilo, kwa mujibu pia wa taarifa ya CAG, kwa miaka mitatu mfululizo fedha zilipokelewa na fedha zilizopokelewa hazikuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, jumla ya trilioni 7.495, na hii ni kwa miaka mitatu, na uondoa mwaka wa 2023-2024 ambao takwimu zake bado nazifuatilia. Lakini kwa maana ya takwimu za mwaka 2021, mwaka 2020-2021 hadi mwaka 2023 hadi mwaka 2022-2023, jumla ya fedha zilizochukuliwa za mikopo na kuingizwa kwenye matumizi moja kwa moja bila kuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ni trilioni 7.495. Na jambo hili nilichangia vizuri sana miaka ya nyuma, na hata kwenye maboresho na hasa kwenye tume ya rais ya maboresho ya kodi pia nilisema kwa sauti kubwa kwamba waziri ameyafanya hayo. Sasa waziri wa fedha huyu hapa tumeona fedha zilizokopa, sheria inataka fedha zinapochukuliwa mahala popote lazima ziingie kwenye mfuko mkuu wa serikali. Fedha zote za mikopo zinapokopwa zinatakiwa ziingie kwenye mfuko mkuu wa serikali, lakini waziri yeye kakopa fedha zijaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, zikaenda kwenye matumizi moja kwa moja. Sasa jumla hapa na yenyewe ni takriban kama nilivyosema kwamba ni trilioni 7.495, na hiyo ni kuondoa mwaka wa fedha 2023 mwaka 2024. Sasa ina maana kwamba ukizijumlisha na za mwaka huo yawezekana zikaongezeka zikawa nyingi zaidi. Sasa hizo powers na hizo nguvu na hizo guts za huyu waziri wa fedha kuyafanya hayo huku akijua kabisa ni kinyume cha sheria, anayatoa wapi na kwa nini anafanya hivyo? Kwa hii ni kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya fedha za umma sura ya 348 na marekebisho yake ya mwaka 2020 kwa mujibu wa ibara ya 135 na kwa mujibu wa ibara ya 135 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zingine za nchi ambazo zinakataza matumizi ya fedha za umma kwa utaratibu huo. Kwanza zinakataa utaratibu wa ukopa aliyokopa, na zinakataa utaratibu wa kuzitumia fedha bila kuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Sasa kama sheria zinakataa, katiba ya nchi inakataa, waziri wa fedha haya yote ameyafanya kwa mamlaka gani? Haya yote ameyafanya kwa kiburi gani? Yaani kwa kulidharau bunge kwamba wabunge hatuna cha kumfanya, au kwa ajili ya nini? Mpaka apate guts zote hizo anazozifanya kwamba hawa wabunge hawana cha kunifanya, hili bunge halina cha kunifanya, na Watanzania hawana cha kumfanya. Kipimo cha uhimilivu wa deni la taifa, kwa sababu pamoja na maelezo yote yanayozungumzwa na waziri wa fedha kwamba deni ni himilivu, sawa, lakini kipimo cha uhimilivu wa deni la taifa
Uwiano wa kulipa deni kwa mauzo ya nje ni 17.7%. Wakati ukomo ni asilimia na uwiano wa kulipa deni kwa mapato ni 14.5%. Wakati ukomo kwamba uwiano wa kulipa deni kwa mauzo ya nje ni 11.7%. Wakati ukomo ni 15%. Kwa hiyo tayari tuko kwenye alarming. Lakini pia uwiano wa kulipa deni kwa mapato ya ndani ni 14.5%, wakati ukomo ni 18%. Hii ni ishara ya hatari ya nchi kuelemewa na madeni. Hii ni ishara hatari ya nchi kuelemewa na madeni, kwa sababu ukaribu wa viwango hivi na mipaka unahitaji ukaribu wa uwiano huu. Yani kwamba 11.7 kwa 15. Manake pale ni karibu sana. Lakini 14.5 kwa 18. Manake ukipata sheki kidogo tu, yawezekana ukipata sheki kidogo tu Tanzania shilingi yako ikashuka thamani. Ukapata ukame, mauzo yako ya nje yakasheki, manake tayari mauzo ya nje yatashuka ghafla, na manake kwamba tayari kile kiwango sasa tunachokisema cha 14.5 kitaongezeka zaidi na kitavuka hiyo 18%, na kiwango cha 11.7 kitaongezeka zaidi na kuvuka kile kiwango cha 15%. Kwa hiyo manake tayari nchi unakuwa umeingiza kwenye matatizo makubwa. Na ndio maana kwamba ni lazima tukope kwa busara mkubwa na tutekeleze miradi yetu tuliyoipanga. Tusije tukafanya hata uzembe tu wa sisi kushindwa kukusanya kodi, tunaenda kukopa kuja kufinance matumizi yetu ya kawaida ya washa na starehe zingine. Na ndio maana tukaomba kwamba kama utetezi ni huo mkubwa, kama tunahitaji kufanya mambo makubwa, tumelazimika mpaka tupate mikopo hiyo mikubwa, sawa, lakini lete jedwali hapa tumalize utata wa miaka mingapi? 5. Na hilo ambalo nalo limekuwa ni changamoto. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais katika muda mrefu katika maeneo mbalimbali amekuwa akilalamikia sana na akiomba kupunguza kukopa, na akilalamika sana juu ya ukopaji wa mikopo inayoendelea, kwa sababu anaenda mbali kabisa mpaka anaona na kwamba kama tunanyanyasika kwa watu wetu ambao tunaenda kukopa mikopo, na mikopo mingine inabidi tuipate kwa masharti ambayo sio rafiki kwa nchi yetu, na masharti mengine ambayo mpaka wanayojaribu hata kuingilia uhuru wetu. Sasa tunakuwa na waziri wa fedha ambaye analalamikiwa na kila mtu. Sasa Mheshimiwa Rais anamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wabunge tunamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wananchi wanamlalamikia waziri wa fedha huyu kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa, na kuliingiza taifa kwenye madeni ambayo hayakustahili kuingizwa kama taifa lingekuwa na mkusanya kodi wa kweli. Sasa kwa mantiki hiyo waziri wa fedha ameshindwa, na bahati nzuri mchango huu wa maandishi nilimkabidhi kwa maandishi waziri wa fedha, na nilitegemea kwa haya mambo mazito haya asingeweza kwenda nayo. Haya mambo mazito haya alitakiwa au ameshayatatua. Na nilitegemea kwamba ndani ya bunge angejibu. Lakini pia kwa dharau kubwa, hata ile kumention tu kwamba nimepokea mchango wa maandishi, kwa sababu mimi kama sikusimama kusema, silinipashwa pia kutambulishwa kwamba mchango wangu wa maandishi niliyoutoa, na hata kujibu baadhi ya hoja nilizokuwa nimemuuliza. Na muda alikuwa amepewa na spika wa kuwajibu wa bunge. Hapa kuwepo na sababu ya kusema kwamba tena hizi hoja sisi tutakuja nazo kesho. Yaani wewe bunge limesharoketi muda wa waziri wa fedha wa kujibu hoja za waziri wa fedha, lakini alipata muda mpaka wa kuzungumzia timu zake za mpira za Singida. Huo muda aliupata. Lakini muda wa kujibu maswali ya wabunge ndani ya bunge haukupatikana. Bunge limeallocate muda wa wabunge wao kujibiwa. Wanaambiwa kwamba hoja walizoziuliza watajibiwa baadaye. Haya ni mambo ya ovyo sana. Kuambiwa wabunge waliokuja wameacha shughuli zao kuja kufanya kazi za wananchi, halafu mnaambiwa majibu sisi mtaletewa baadaye. Huyo waziri yeye huwa anafanya kazi gani mpaka uje utuambie sisi majibu tutaletewa baadaye? Tumekuuliza hapo bungeni, wataalamu wote wapo ndani ya bunge, na wamepewa kibali na Mheshimiwa Spika kuingia bungeni ili wamsaidie waziri kumpa majibu.
Unatuambia kwamba majibu tutaletewa baadaye ya lini? Wakati baadaye sisi ndio tuko hapo tayari tumeshakaa na tumevaa kibunge kusubiri majibu, na tumetoka kwenye majimbo yetu. Tumeambia wananchi tuko bungeni kuwawakilisha. Alafu tunaambiwa majibu tutaletewa baadaye. Tunaletewa baadaye ya lini? Bunge limetoa muda wa kupewa majibu. Unasema majibu tutaletewa baadaye. Kwa hiyo haya mambo haya ni mzaha sana katika usimamizi wa shughuli za wananchi, na kwa kweli haifai kuwa hivyo. Sasa kwa sababu waziri huyu ameshindwa, ni kama amekimbia hoja. Kwa hiyo hizi hoja bado zinamkabili, na kwa kweli anakabiliwa na mtihani mgumu wa kuhakikisha kwamba anapojiandaa kwenda kuleta ile bajeti kuu, ni lazima waeleze Watanzania ukweli, ni lazima waeleze wabunge ukweli,